Kesho sio yako. Tomorrow is not yours. Kwa wenye hekima walijitahidi sana kwa namna ambayo Mungu aliwapa, yani kila siku ambayo Mungu aliwapa, sema amina, walijitahidi kuitumia vizuri, kwa sababu kesho sio yao. Wale ambao wao kila wakati wanaiona kesho ni yao, sema amina. Wale ambao kila wakati wanaiona kesho ni yao, wengi wao walifeli kwenye maisha. Walifeli. Kwa nini walifeli? Anasema jambo la leo, anasema ninayo kesho nitafanya. Nina muda kesho nitafanya. Wale waliofanikiwa kusema sina muda, sema sina muda. Wale waliosema sina muda, hata kesho sijui, ndio ambao walifanikiwa katika mambo ya kiroho. Daudi anasema Mungu nijulishe jinsi mimi nilivyo dhaifu. Unajua, ukiona una ujasiri kwa habari ya kesho, maana yake wewe una kiburi. Ndio maana akasema nataka jambo hili. Alichokuwa anataka ajulishe, maana yake ni nafsi yake hiyo inapokea hisia kwamba hapa duniani utatoweka. Kesho wewe sio ya kwako, ni ya Mungu. Kwa nafsi ikubali. Nafsi ikikubali haitakuwa na uvivu kufanya kazi ya Mungu leo. Haitasema nitafanya kesho, haitasema nitatoa kesho, itasema nitatoa leo, kwa sababu kesho sio yangu. Unijulishe siku zangu ni kiasi gani, na unioneshe namna ambavyo mimi ni dhaifu. Kwa hiyo hata kama una pesa, useme pesa nilizo nazo bado mimi ni dhaifu kwa Mungu. Siku yoyote naweza nikaondoka. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Nisikae hapo sana, lakini nitaka tu uelewe jambo hilo, kwa sababu linatusaidia hapa tunapoelekea vizuri. Wekeza muda wa kutosha kwa Mungu. Usiishi katika comfort zone, kwamba nina muda, nina siku, nitatenda kesho, nitamtumikiaga Mungu nikija kuwa mkubwa kama Pastor Michael. Sasa hivi acha kwanza hivi, acha ni ule ujana, kuna muda mzuri nikiolewa ndio nitaweza kumtumikia Mungu. Daudi anasema unijulishe mwisho wangu, na unioneshe kiasi cha siku zangu ni kiasi gani. Unioneshe jinsi nilivyo dhaifu. Unioneshe jinsi nilivyo dhaifu. Unioneshe namna gani kesho sio yangu, ili nipate au nifanikiwe kuitumia vizuri leo yangu. Nifanikiwe kutumia maisha nilionayo. Haijalishi na miaka 20, 25, 26, 27, 28. Lakini Mungu, nafsi yangu ikubali kwamba nina siku chache. Isiseme nina siku nyingi baadaye. Isiseme nitamtumikia Mungu baadaye. Tomorrow is not yours. Kesho sio yako. Kesho ni ya Mungu, sio yako. Ili uitumie leo vizuri, ni pale ambapo utafanikiwa kujua kesho sio yako, kesho ni ya Mungu. Daudi ndiye alikuwa anasema, naomba huo udhaifu uwepo ndani yangu, huo unapiga kelele, niwe ninaumia, nijue nina siku chache za kuishi duniani. Usiseme nitamtumikia Mungu kesho. I told you, nikasema wenye hekima ni wale wanaofanikiwa kila siku wanavunja rekodi za jana zao. Yani ikija leo ataomba zaidi ya jana, kwa sababu kesho haijui. Bwana akimpa hiyo kesho, anajitahidi afanye zaidi ya alivyofanya jana. Mungu ametupa huu mwaka wa 2025. Na wewe mwingine ambaye Mungu amekupa kuwa mshirika wa kufuatilia madhabahu hii, Bwana ameutia huu mwaka mikononi mwetu. Sawa na Samueli wa kwanza 24 mstari wa 4. Sema amina. Bwana ameutia huu mwaka mikononi mwetu, na ametuambia tutautenda tutakapo. This is our today. Kesho yetu hatuijui. Kesho ya taifa la Israeli, Mungu akatoa unabii, akasema hii miaka 7 ni miaka ya kukusanya chakula. Prophecy ilitoka kupitia kwa Yusufu, ni miaka ya kukusanya chakula. Ila miaka 7 itakayofuata itakuwa ni miaka ya njaa. Ili hiyo miaka ya njaa isije kaonekana ni baya kwenu, kwa sababu Mungu hana siku mbaya wala hana miaka mibaya. Ila inaweza ikawa mibaya kama utakosa ufunuo wa kukabiliana na hiyo miaka.
Ukiwa na ufunuo, hautakuja kuona mwaka mbaya. Ukikosa ufunuo, maana yake utakosa namna ya kukabiliana na huo wakati mbaya. Nikasema hivi, Mungu anachokifanya, analituma neno repo shata na maa. Analituma neno ambalo lina hekima, na hiyo hekima ina maarifa juu ya majibu ya matatizo yaliyo mbele yetu. Kwa hiyo matatizo yanapojitokeza, tayari jibu lilishatangulia. Nikakwambia kabla ya matatizo hayajazaliwa, majibu yalishazaliwaga tayari. Majibu ni Mungu, matatizo ni shetani. Majibu ni Mungu, majibu ni Mungu, matatizo ni shetani. Mungu kabla ya matatizo halijatokea analituma neno, na anapolituma neno ni ili lituokoe na kutuponya katika maangamizo, katika mabaya. Yeye ni mabaya ya maafa, yeye ni mabaya ya corona, yeye ni mabaya ya magonjwa ya aina yoyote ambayo yamepangwa kuja kutokea. Yeye ni mafuriko, si chochote ambacho kimepangwa kuja kutokea. Bwana anachokifanya kwa watu wake, analituma neno ili waponywe, watengwe na uharibifu wa namna yoyote. Mungu nipe nijue jinsi nilivyo dhaifu, nisije nikajiamini kupitiliza. Udhaifu wangu unipe kuona ninayo leo, kesho sio ya kwangu. Na nikiona leo ndio ya kwangu, kila ninapoipata hiyo leo nifanikiwe kuitumia vizuri, ili hiyo leo yangu ije kuwa na manufaa mbele za Mungu. Don't trust your tomorrow, you just trust your today. Usitrust tomorrow, tomorrow is not yours. You just trust your today. Kama unataka uwe mtu wa mafanikio, dada mmoja kwa mlokole kweli kweli, kwa naaminiwa na watu wengi kwenye hizi organization za mashuleni, kwa mtu faya kweli kweli, akaanguka dhambini, akangoja akasema nitakwenda kutubu nikirudi kanisani kwetu. Maana alikuwa shuleni. Alipokuwa kwenye gari anarudi kwenda kutubu kanisani kwake, gari likaanguka, akafa. Watu wengi ambao wali trust tomorrow walikufa. Watu wengi walio trust tomorrow hawakufanikiwaga. Watu wengi ambao wanaitrust today ndio wanaofanikiwa. Wale watu ambao wanafanikiwa kuitumia leo vizuri, leo vizuri, ndio ambao Bwana anawafanikisha. Kafariki akaenda jehanamu, kaya kutana mtumishi mmoja ambaye Mungu alikuwa anamfunulia habari za mambo ya jehanamu. Akamwambia, wewe mbona tulikuwa tunakufahamu, ulikuwa ni mtu mkubwa duniani, ulikuwa unafanya organization za wanafunzi, tulikuwa tunaiona fire, tulikuwa tunaona moto, kwa nini uko hapa? Akasema nalitenda dhambi na nikawa nasema nitaenda kutubu nikifika nyumbani. Nikiwa naelekea nyumbani gari likaanguka, na lilipoanguka nikafa, na ndio maana niko huku jehanamu. Ninajuta, maana kuna maisha ambayo naliyatoa kwa ajili ya Kristo yamepotea. That's why huwa nakwambia usije ukacheza na dhambi, kwa sababu jehanamu ni karibu ila mbinguni ni mbali. Kuyatengeneza maisha ya uchaji is the process, ila kuyatengeneza maisha ya dhambi is not a process. Maisha ya dhambi mtu anaweza akaamua leo na akawa mzambi leo, ila maisha ya uchaji is the process. Utaanza kujifunza, utaenda kubatizwa, utafanya sui nini, utaanza kufundishwa masomo ya kujaza Roho Mtakatifu. Lakini dhambi unaweza ukatoka hapo ukaenda ukazini leo, hauna mafundisho, ila umesikia na shetani amekutega, unaanguka. Ukishaanguka jehanamu, Bwana kama amekupa neema ya kuyasikia haya, trust your today. Kanami siku zote za maisha yangu. Ayubu 36. Ninaomba
kae nami siku zote za maisha yangu. Tembea nami 2025, ninaomba kae nami siku zote za maisha yangu. Ninaomba kae nami siku zote za maisha yangu. Ninaomba kae nami siku zote za maisha yangu. Ninaomba waambie moyo wako, usiniambie mimi, niambie nafsi yako, mwambie Yesu siku zote yangu. Mimi ninaomba kae nami siku zote za maisha yangu. Ninaomba kae nami siku zote za maisha yangu. Ninaomba kae nami 2025 siku zote za maisha yangu. Ninaomba kae nami siku zote za maisha yangu. Yesu ninaomba kae nami. Yesu siku zote za maisha yangu. Ninaomba kae nami. Yesu siku zote, Holy Spirit, za maisha yangu. Ninaomba ukae nami siku zote za maisha yangu. Ninaomba Yesu kae nami siku zote za maisha yangu. Ninaomba Yesu kae nami siku zote za maisha yangu. Ninaomba ukae nami siku zote za maisha yangu. Ninaomba ukae nami siku zote za maisha yangu. Yesu ninaomba ukae nami siku zote za maisha yangu. Jesus ukae nami siku zote za maisha yangu. Ukae nami siku zote za maisha yangu. ukae nami usiniache siku zote usiniache za maisha yangu.
siku zote. Usiwache mguu wangu teleze maisha yangu, usiache hatua zangu ziteleze. Ninaomba kae nami siku zote, siku zote Yesu, maisha yangu. Ninaomba Jesus 25 is ours. Siku zote tembea nami Jesus, maisha yangu. ninaomba Jesus, siku zote za maisha yangu. siku zote za maisha yangu. siku zote Jesus, maisha yangu. siku zote za maisha yangu. siku zote za maisha yangu. siku zote za maisha yangu. siku zote Yesu, siku zote za maisha yangu. siku zote tembea nami Jesus, za maisha yangu. siku zote za maisha yangu. siku zote tembea nami za maisha yangu. siku zote maisha yangu. nafsi yangu usikie siku zote maisha yangu. nafsi yangu usikie siku zote Yesu, maisha yangu. ninaomba Yesu. I pray Jesus, ninaomba Yesu. siku zote Yesu, tembea na mimi Yesu. siku zote za maisha yangu. siku zote tembea nasi Yesu, maisha yangu. tembea na sisi Yesu, siku zote Yesu, maisha yangu. siku zote Yesu, maisha yangu. siku zote Yesu, siku zote Yesu, maisha yangu. siku zote maisha yangu. siku zote Yesu, siku zote Yesu, maisha yangu. nyosha mkono wako juu, mmoja wa siku zote Yesu, za maisha yangu. siku zote Yesu, siku zote Yesu. It is my prayer Jesus, siku zote za maisha
maisha yangu. Ninaomba utembee Yesu, ukae nami Yesu, siku zote maisha. Ninaomba ukae nami siku zote maisha yangu. Iambie nafsi yako siku zote maisha yangu. Siku zote funika macho yako. Siku zote maisha yangu. Siku zote anakusikia Yesu. Siku zote atembee na wewe maisha yangu. Siku zote za maisha yangu. Thank you Jesus. Thank you Jesus, because you have accepted our prayer. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Emana nama satara babo sete vivo belobo shantara maya mandobo saya belobo satara baya manabado sekete riboya manamando sakaya mando bele sokoria mama belo sakaya mando sekete riboya nama belobo shara baya babo giriri yamana zabaya mama in Jesus name, amen. Ayubu 36 mstari wa 11 na 12. Ayubu 36 mstari wa 11 na 12. Kama sikiliza vizuri sana. Twende. Kama wakisikia, sikiliza vizuri. I need your attention. Twende. Kama wakisikia na kunitumikia. Wekeza muda wako kwa Mungu this year 2025. Kama wakisikia na kunitumikia. Watapisha siku zao katika kufanikiwa. 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 Kama ningepata translation nyingine ili mtu mwingine aweze kuelewa vizuri. Kama watapata kusikia na kunitumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa. Watapisha siku zao. Maana yake kuna siku zingine za watu za kufanikiwa kwao wanaweza wasifanikiwe kama hawatasikia na kama hawatamtumikia Mungu. Kuna baraka zinaweza zikazuiliwa kwako kwa sababu ya kutokusikia ambako kungekupelekea kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Rudia tena hilo andiko. Sipati masikio mengine ya watu. Twende. Kama wakisikia na kunitumikia,
watapisha siku zao za mafanikio. Ziko siku za mafanikio yetu zimetengwa na Bwana, zimeandaliwa na Mungu. Ziko siku za mafanikio yetu zimeandaliwa na Bwana. This year 2025, Mungu ametuodei kwamba tutakuwa ni watu wa kufanikiwa. Lakini hizi siku zinaweza zikaonekana na kudhihirishwa katika maisha yetu kama tutafanikiwa kusikia na kumtumikia Mungu. Nje ya kusikia na kumtumikia Mungu, tunaweza tukaziondoa siku za kufanikiwa kwetu. Haleluya, haleluya. Matatizo huwa yanaleta ufunupendo. Maana yake nini? Sema maana yake nini? Kama hatutamsikia Mungu, kama hatutamsikiliza Mungu na kumtumikia, tunaweza tukaondoa kufanikiwa kwetu ambako Mungu ametukusudia. Nimekwambia ni wiki ya instruction, ni kama vile natoa maelekezo. Nimeanza, nitaendelea, natoa maelekezo ya msingi sana. Tusije tukaanza kutafutana baadaye. Kama hatutamsikia Mungu, kama hatutasikia wala kumtumikia Mungu, tutaondoa siku zetu za kufanikiwa kwetu. Kusikia ni kukaa katika teachings. Kusikia ni kukaa katika fundisho. Kusikia anakokuzungumza hapa, maana yake ni ile hali ya kukaa. Kusikia anakozungumza hapa ni ile hali ya kukaa katika fundisho. Ni ile hali ya kukaa katika fundisho. Ni ile hali ya kukaa katika fundisho. Twende Matendo sura ile ya 2 mstari wa 42. Kusikia anakokuzungumza hapa ambako kunaweza kukafanya tufungamanishwe na siku za kufanikiwa kwetu. Ni ile hali ya kukaa katika teachings, ni ile hali ya kukaa katika fundisho, ni ile hali ya kukaa katika maagizo. Hali ya kukaa katika maagizo ndiyo ambayo itatufanya tufanikiwe sana. Angalia hapa Matendo sura ya 2 42. Anasema wakao wakikaa katika fundisho la mitume, walidumu katika kukaa kwenye fundisho la mitume. Haleluya. Hapo 2:42 Matendo ya Mitume anayaonesha matokeo yaliyotokea sura ile ya kwanza, mstari ule wa kwanza, sura ile ya 2. Nguvu za Mungu zilizowashukia Petro, naye anahubiri, wanaokoka watu 3000. Anayaonesha kwamba hayo matokeo yaliyotokea, hiyo nguvu ya Mungu, huyo Roho aliyewashukia. Maana waliahidiwa kuanzia ngapi? Kuanzia Matendo sura ya kwanza na ule mstari wa 4 na ile sura ya 8 waliahidiwa sura ya kwanza. Sura ya 2 tunaona utimilifu wa zile ahadi ambazo waliahidiwa. Sema amina, sema amina. Na tunaona injili kubwa inafanyika mahali pale, watu wanaokoka watu 3000. Mungu ndiye anaonesha matokeo. Unayoyaona hayo ya watu kuokoka 3000, matokeo unayoyaona hayo ya watu kujazwa Roho Mtakatifu yametokana na kukaa katika fundisho la mitume. Ndilo ambalo lilivuta hayo matokeo yaliyojitokeza. Hayakutokea tu hayo matokeo, yalitokea kwa kuvutwa na mafundisho ya mitume. Walidumu katika fundisho la mitume, wakiumega mkate, wakikaa katika hali ya ushirika. Ndiyo yale mafanikio yalitokea. The same applies to us. Mafanikio yapo, ziko siku za kufanikiwa kwako, lakini Mungu anataka 2025 uwe ni mwaka wako wa kumsikiliza sana Mungu. Uwe ni mwaka wako wa kumsikiliza sana Mungu. Uwe ni mwaka wako wa kutembea na mafunuo. Watu wanatembea na mafunuo ya waganga. Yaani shida tu ni kwenye kanisa tu. Watu wanafanikiwa kwa sababu wanafanikiwa kutembea na mafunuo ya waganga wao.